Natambua pia kuna chuo chetu cha ufundi kimejengwa hapa jimbo la Mikumi, wilaya yetu ya Kilosa. Mheshimiwa Waziri wa Maliasili, Chief Whip, kama sehemu ya uratibu wa shughuli za serikali na wizara yetu ya elimu, tuongeze programu nyingi ambazo zitajikita katika masuala ya utalii. Hiyo ndio iliyokuwa dira ya Mheshimiwa Rais, kwamba kote tunapopeleka chuo cha ufundi kiwe na uhusiano wa moja kwa moja na shughuli zinazofanyika katika maeneo husika, kwa sababu inatarajiwa vijana wa pale wa kutokea maeneo yale ya pale waweze kunufaika na resource iliyopo katika eneo lao. Maeneo yaliyo na uvuvi, chuo kijikite masuala ya uvuvi. Kama kule Kilwa kuna bandari ya masuala ya uvuvi, basi chuo kijikite katika masuala hayo, ili pasiwe na rasilimali pale lakini vijana wa pale hawanufaiki, na hasa hawanufaiki kwa kuambiwa hawana cheti hiki au hawana sifa hii ama hawana sifa hii. Sasa hapa tuna jambo kubwa hili la utalii na tuna chuo, basi vijana wetu wafundishwe maeneo, wafundishwe kozi ambazo zitajikita sambamba na kuweza kuvuna fursa hii ambayo inapatikana hapa katika eneo la. Kwa kazi hii kubwa mnayofanya, nitoe rai kwa taasisi zote za serikali, mamlaka zote za serikali, hata zile za udhibiti, hata zile za kodi, ushuru pamoja na zinginezo, tumieni muda mwingi kuwezesha badala ya kudhibiti. Fanyeni kazi mpaka ya kuwashawishi. Msisubiri tu wao ndo wawashawishi. Hata ninyi mnaweza ukawashawishi, bwana, kwa jinsi ulivyowekeza hapa, ukiwekeza nyingine tutakupa nafuu kubwa kuliko tuliokupatia kwenye hii. Badala ya kusubiri wao washawishi na kuonekana wanaomba kuliko wanachostahili, watangulieni, waambieni, kwa jinsi ulivyowekeza hapa tulikupa kivutio hiki. Ukiwaza kuwekeza pengine tena kama hiki, tutakuongezea zaidi, kwa sababu katika baadhi ya maeneo vivutio tunavyotoa ni vidogo kuliko kile tunachovuna baada ya uwekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi amesemwa hapa, hifadhi ya taifa Mikumi ni moja ya hifadhi zinazofanya vizuri, lakini tuna changamoto chache ambazo zimetajwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya changamoto niseme hifadhi ya taifa Mikumi nayo imefanya vizuri sana kwenye idadi ya watalii inayopokea, lakini mapato tunayopokea. Kwa mfano, kwa kipindi cha mwaka 2021 watalii 60,000 tu ndio walikuwa wanafika kwenye hifadhi yetu ya taifa Mikumi, lakini mwaka jana 2025 tumepokea watalii 174,808. Ni namba nzuri ambayo inasomeka, lakini mapato yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 2.5 hadi bilioni 9.81 katika kipindi hicho cha 2021 hadi 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeendelea kufanya vizuri na mwaka huu hatujahitimisha mwaka, lakini hadi tarehe 31 Machi 2026 tayari tumeshapokea watalii 151,275 na tayari tumeshakusanya shilingi bilioni 10.12, hali inayoonyesha mwenendo mzuri wa kukua kwa utalii ndani ya hifadhi yetu ya taifa Mikumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Morogoro ndio unakuwa kwa haraka. Growth rate katika sekta ya utalii tunaamini kwa sasa hivi kwa malengo tuliyojiwekea unakuwa kwa haraka sana katika malengo haya
kwa sababu ya uwekezaji mahususi uliofanywa na serikali. Kama alivyosema aliyenitangulia kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu hakuyasema kwa yote. Uwekezaji uliofanywa na serikali hasa kwa mfano kwenye SGR unaleta kila weekend Morogoro zaidi ya watu 5,000. Kila weekend moja, tukianza leo Ijumaa na kesho Jumamosi, wanaoingia na kutoka ni watu zaidi ya 5,000 kwa ile SGR tu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo kubwa ambalo linatupiga Morogoro ni wingi na ubora wa malazi, accommodation. Sasa uwekezaji huu uliofanywa hapa una tafsiri kubwa sana kuliko hata hii tunayoiona hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, loji hii iliyokuwa imeungua, imechakaa na kuharibika kabisa, haikuwa kazi rahisi kuifikisha hapa, kwani kila aliyeiona hakuamini macho yake kwa kuna siku ingeweza kufikia hali hii. Bila shaka hata TANAPA hawakuamini pia katika hili. Hata hivyo, kwa kuwa tunajiamini, haikuwa kazi kubwa kwetu kuifikisha hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujenzi na ukarabati wa loji hii umegharimu jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 26 na milioni 800 au dola za Kimarekani milioni 10 na laki 3. Hii ikihusisha gharama za ukarabati mkubwa uliofanyika wa kuongeza idadi na ukubwa wa vyumba na kuifanya kuwa bora na ya kisasa zaidi kama inavyoonekana hivi sasa.